Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, wana Padre Pio. Tunaendelea kuambia Mungu ni asante kwa yote ambayo anazidi kutujalia katika maisha yetu. Tuendelea kushukuru Mungu kwa maisha ya kila mmoja wetu. Tuzidi kuweka imani kwa Mungu, tuzidi kuweka matumaini kwa Kristo. Tunapomtumainia Kristo, tunapomsadiki Kristo, ni yeye tu wa kutuongoza. Tunapata somo kutoka kitabu cha Esta, sura ya 9. Tasoma mstari wa 1 hadi 12. Siku ya 13 ya mwezi wa 12, yaani mwezi wa Adari, ilipofika, siku ambayo tangazo la mfalme lingetekelezwa na maadui wa Wayahudi walitarajia kuwashinda Wayahudi, iligeuzwa kuwa siku ya ushindi kwa Wayahudi dhidi ya adui zao. Katika kila mji wa kila mkoa wa mfalme Ahasuero, Wayahudi walijiandaa vizuri kumshambulia mtu yeyote ambaye angejaribu kuwadhuru. Ikawa viongozi wote wa mikoa, watawala wakuu na maofisa wa mfalme pia waliwasaidia Wayahudi, maana wote walimwogopa Mordekai. Mordekai sasa alikuwa mtu mwenye madaraka makubwa katika ikulu, na habari zake zilienea katika mikoa yote kwamba uwezo wake ulikuwa unazidi kuongezeka. Basi Wayahudi waliwashambulia maadui wao kwa upanga, wakawachinja, wakawaangamiza na kuwatenda kama walivyopenda. Huko mjini Susa, Wayahudi waliwaua watu 500. Pia waliwaua Parshadada, Dalfoni, Aspada, Poradha, Adalia, Ardada, Parmashta, Arisai, Aridai na Waizada, wana 10 wa Hamani mwana wa Hamedada, adui ya Wayahudi. Hata hivyo hawakuteka nyara. Siku hiyo hiyo mfalme alijulishwa idadi ya watu waliouawa katika mji mkuu wa Susa. Ndipo mfalme akamwambia Malkia Esta, katika mji mkuu peke yake Wayahudi wamewaua watu 500 pamoja na wana 10 wa Hamani. Unafikiri wamefanyaje huko mikoani? Unataka nini sasa? Maana utatimiziwa. Niambie unataka nini zaidi, nawe utapewa.
Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena, wana Padre Pio. Siku ya kuangamizwa Wayahudi iligeuzwa kuwa siku ya ushindi kwa Wayahudi dhidi ya adui zao. Tumsifu Yesu Kristo. Tegemea Mungu. Tegemea Mungu. Kumbuka, watu wanatupangia mambo mabaya, wanapanga hata siku watakuangamiza, lakini ukimtegemea Mungu, hata hiyo siku kabla ijafika, au hiyo siku ambayo wamepanga kukuangamiza wewe, ni wao wataangamizwa. Ni wao wataangamizwa. Utabaki unatembea, utabaki na uhai wako, utabaki na uzima wako, utabaki na maisha yako. Kwa sababu unamtegemea Mungu. Sio rahisi maamuzi kama haya kufanyika, kwamba wabadilishe yaliyokuwa yamepangwa juu yako dakika ya mwisho. Ni kwa kumtegemea Mungu tu. Unapomtegemea Mungu, mambo yanabadilishwa. Unapomtegemea Mungu, Mungu atabadilisha yale mabaya ambayo ulikuwa umepangiwa yafanyike kwako. Hayatafanyika, yatarudi kule kwa wale ambao walikuwa wameyapanga. Kwa hivyo hata wakati mwingine usiogope watu wanapokaa chini na kukupangia uharibifu. Watu wanapokaa chini na kupanga jinsi ya kukumaliza. Usihofu, usijali,
Mungu mwenyewe atakutetea na atabadilisha. Hata siku ikifika, kwa sababu namtumainia Mungu, mwenyewe atabadilisha kila jambo. Mwenyewe atabadilisha kila jambo. Tumsifu Yesu Kristo. Unganika na Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala. Hili somo ndio tulielewa vizuri, lazima tukumbuke Mordekai, Esther na Hamani. Mordekai aliyaokoa maisha ya mfalme. Bigthana na mwenzake walikuwa wamepanga kumwangamiza mfalme Ahasuero. Mordekai alipong'amua na kuambia Esther, walifanya uchunguzi na ikajulikana kwamba ni ukweli. Sherehe ikachukuliwa, wakauawa. Baada ya hayo, mfalme wa Ahasuero akampandisha cheo Hamani. Hamani ambaye hajahusika katika kuyaokoa maisha yake. Aliyehusika katika kuyaokoa maisha yake ni nani? Ni Mordekai. Ni Mordekai. Kuna mara nyingi hata unapofanya kazi, watu wanafanya kazi au unafanya kazi vizuri na bidii zako zote, lakini wanaopandishwa vyeo ni wengine. Wanaopandishwa vyeo ni wengine. Ni wewe ndio umefanya kazi, wengine wamepandishwa vyeo, wanapongezwa, lakini wewe unabaki hapo tu bila chochote. Unabaki hapo tu bila nini? Chochote, ila hali ni wewe umefanya hiyo kazi. Tunakataa hiyo roho ya sisi kufanya kazi na wanaofaidika ni wengine. Sasa ilipofanyika hivyo, amri ikatolewa kwamba watu wote wamheshimu na kumsujudu nani? Hamani.
Mordekai alikataa huo ujinga. Mordekai alikataa huo ujinga, hakufanya hivyo hata kidogo. Mordekai alikataa huo ujinga, hakufanya hivyo. Kwa hivyo Amani akamkasirikia sana nani? Mordekai, na akaamua kumwangamiza, lakini akaona kwa kumwangamiza Mordekai peke yake haitamfurahisha. Akaona ni heri aangamize Mordekai na Wayahudi wote. Na sasa atafanyaje? Kwa sababu huwezi ua tu watu hivyo. Akawasingizia Wayahudi kwa mfalme kwamba hawana faida, hawachangii kodi, hawafanyi nini, na alikuwa tayari kutoa kiasi cha fedha kusaidia kazi ya mfalme, muradi tu Wayahudi waangamizwe. Je, unajua kuna watu wametoa pesa nyingi sana wakijaribu kukuangamiza wewe, ndio wapate ruhusa ya kukuangamiza wewe? Watu wametoa. Ni vizuri na wewe pia uwe na tabia ya kumtolea Mwenyezi Mungu. Wanapotoa kwenye altari mbaya, altari chafu, kwa waganga, kwa wachawi, kwa washirikina, wanapata na wewe umeshatoa sadaka zako kwenye altari yake nani? Mwenyezi Mungu. Wanapata ushatoa. Alipewa ruhusa, barua zikaandikwa, zikasambazwa za kuangamiza wakina nani? Wayahudi. Barua ziliandikwa za kuangamiza Wayahudi. Ilimuumiza sana Mordekai, lakini Mordekai alitambua kwamba kwa njia ya maombi Mordekai alitambua kwa njia ya maombi wataweza kushinda. Jamani, maombi hufanya kazi. Alimshirikisha Esther, ingawaje Esther alikuwa mgumu kiasi, lakini baadaye akakubali. Wakakubali kusali, kufunga na kusali.
Kufunga na kusali. Walisali kabisa. Baadaye Hamani na mfalme wakaalikwa kwenye chakula kwa Esta, Malkia Esta, na mara ya pili ndio Esta akamwambia Mordekai, akamwambia mfalme kwamba Hamani alikuwa ndio adui wa Wayahudi na alitaka kuwaangamiza. Hapo ndio stori za Hamani ziliisha. Hapo ndio stori za Hamani ziliisha. Maana aliuawa kwenye mti ambao alikuwa ametengeneza wa kumuulia nani? Mordekai. Ona jinsi Mungu anavyogeuza vitu. Na mke wake Hamani pamoja na wenzake walikuwa wamemkataza, kama Mordekai ni Myahudi, achana na yeye, utaangamia na hutamweza kabisa. Kupitia kwa njia ya ubatizo, mimi na wewe tu Wayahudi. Hata watu wanapokaa chini kutupangia mambo, hawataweza. Hawatatuweza. Kwa maana sisi tu Wayahudi. Kwa maana sisi tu Wayahudi. Hamani ameuawa, lakini tangazo lilikuwa lishasambazwa, lazima libadilishwe. Lazima libadilishwe. Ndio maana kwenye somo lile leo, siku ya 13 ya mwezi wa 12, yaani mwezi wa Adari, ilipofika siku ambayo tangazo la mfalme lingetekelezwa na maadui wa Wayahudi walitarajia kuwashinda Wayahudi, iligeuzwa kuwa siku ya ushindi kwa Wayahudi dhidi ya adui zao. Wayahudi walijiandaa kupambana na mtu yeyote ambaye angejitokeza kutaka kuwadhuru. Wangejitokeza kupambana na mtu yote ambaye angetaka kuwadhuru au na nia ya kuangamiza. Viongozi wote wa mikoa, watawala waliwasaidia kina Mordekai, walisaidia
Wayahudi, maana Mordekai alikuwa mtu mwenye madaraka makubwa katika ikulu. Mordekai ambaye alikuwa anakaa kwenye gate. Saizi ni mtu mwenye madaraka makubwa kwenye ikulu, huwezi mchezea. Hawange mchezea. Basi Wayahudi waliwashambulia maadui wao kwa upanga, wakawachinja, wakawaangamiza na kuwatenda kama walivyopenda. Nguvu katika sala. Mungu amegeuza kila kitu. Wayahudi ndio ilifaa watendewe na maadui mabaya, lakini saa hizi Wayahudi ndio wanayatenda kwa sababu walimtegemea Mungu. Kila kitu kimebadilishwa. Hata wana wa Hamani waliuawa. Hamani ambaye alikuwa waziri, alikuwa ameongezewa na mamlaka. Hata yeye watoto wake waliuawa. Hata yeye hakuwa na ulinzi. Mwenye ameuawa, baadaye watoto wake wanafanya nini? Wanauawa. Hangetishia watu maisha. Kwa hivyo Mungu anabadilisha kila kitu. Mungu anabadilisha yote ambayo ulikuwa umepangiwa kwa sababu ya hila. Mungu anabadilisha kile ambacho kingekuwa kiwa chako. Kila kitu kilibadilishwa. Tufanye nini? Tuwe watu wa sala, tusiogope, tumulilie Mwenyezi Mungu, tuwe makini kujua ni nini kimepangwa dhidi yetu, ili tuweze kukipeleka kwenye sala. Tunavyopeleka kwenye njia ya sala, Mungu atabadilisha. Dakika ya mwisho, Mungu atabadilisha kila kitu, na tutaweza kuwa vizuri. Waliotupangia njama ambazo wametupangia, wamepanga kutuangamiza, hawatatuangamiza. Mungu anaenda kusimama na sisi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mungu, nasema ni asante kwa wakati huu. Ni asante kwa neno lako kwamba unaenda kubadilisha maovu ambayo walikuwa wametarajia kutufanyia, maangamizi ambayo walikuwa wametarajia kutufanyia. Unaenda kubadilisha na sisi tunaenda kuwa vizuri. Naomba ukatutumie nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akatuongoze. Roho Mtakatifu akatupe bidii ya kusali
ili kupitia njia ya maombi tuweze tukabadilisha yote ambayo watu wametupangia. Aina yote ya maangamizi, mambo yote mabaya ambayo watu wametupangia kutuangamiza, sio tu sisi peke yetu na jamii zetu, Mungu kabadilishe. Wametupangia mambo mabaya kazini, wametupangia mambo mabaya kwenye huduma zetu, kabadilishe kila kitu Mwenyezi Mungu. Usikubali maadui zetu wajipige kifua kwamba Mungu wao yuko wapi. Usikubali hata kidogo. Tupe ulinzi na tupe ulinzi kabisa. Sisi tunakutumainia, sisi ni watoto wako Mwenyezi Mungu. Tutetee na tutetee kabisa. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kufanya kazi. Kutana pia na mahitaji yetu mengine ya kimwili na kiroho. Tunaomba Mungu katutetee. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru na Padre Pio kwa maombezi yake. Padre Pio, endelea kutuombea. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana wana Padre Pio. Mungu azidi kuwabariki, Mungu azidi kuwalinda. Msiogope, maana Mungu atabadilisha maovu ambayo walikuwa wamepanga yatendeke kwako. Mungu anaenda kubadilisha kila kitu, hayatafanyika kwako. Itarudi kwa maadui, itarudi kwa waliopanga, na wewe na timu yako mutabaki mkiwa salama kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana. Ni Father Aga, mubarikiwe sana.